Wamewasha TV wameitana, wewe njoo muone Likrozi, njoo muone Likrozi. Mwingine akasema huyo sio Likrozi, tunamfahamu Mabonyoko. Alikuwa Mabonyoko sio Likrozi. Hata kama ni Mabonyoko ni Likrozi. Likrozi hapa. Festival mzazi msaidizi. Ndio nashughulikia hili swala. Na nimekuja kuleta usaidizi kwa wazazi, kwa wao vijana, ndio mmatuma waje wasome, lakini wakimaliza ukikosa ajira, mimi kama mzazi msaidizi Festival hapa nimewaandalia kitu kwamba oya, ulikokuwa mawinga njoo tufanye comedy. Tumeona mjomba wenu nimetangulia huku. Na ni wakati mwingine ambapo tunarudi jukwani na washiriki kutoka vyuo mbalimbali wakiwa wametelekeza masomo, wako huku wanapambania kombe. Okay, that's just what joking, but I'm telling you kwamba washiriki wako tayari kurudi jukwani na wamejiandaa, lakini kitu kimoja unachoweza kufanya, wapigie kura. Wanaweza kuwa wameua jukwani, lakini kama hujawapigia kura, goodbye, watapita hivi shwa pasi like shadow fulani hivi. Kwa hiyo piga kura kwenye www.cheka.africaonesolution.co.tz www.cheka.africaonesolution.co.tz. Umkomboe msanii wako, umkomboe mwanafunzi kutoka chuoni kwako, umkomboe komediani wako. Lakini pia ninayo taarifa ya muhimu kwa wenye taasisi kama mashule na vyuo. Tuna huduma ya bulk SMS ambapo unaweza ukatuma taarifa kwa wazazi kuhusu mambo ya ada, kuhusu vikao, kuhusu maendeleo ya watoto wao, kuhusu study tour, na ili kuweza kupata huduma hiyo, ingia kwenye sms.africaonesolution.co.tz. Hii ni WhatsApp peke yake. Usije ukapiga hiyo kama hapo nicheka kisomi ni madevu. Kwamba nilikuwa naulizia mambo ya Bakri SMS. No. Hii ni WhatsApp only. 0744575664. Another time for comedy. Jukwani kutoka Duse anakuja mshiriki anaitwa Kashaija. Angalia jinsi alivyokuja na angalia jinsi majaji walivyompokea, angalia comment walizompa. Walimu wako serious na haya mambo, wanataka kutufundisha Watanzania wote kupitia comedy. Let's go. Panapo msuguano kuna asilimia ya magonjwa mengi kuenea. Kwa DJ sugua kistaarabu. Anyway, wadada, tukiwa tunawafuata tuwaseduce, tunachokitaka uwaga mnakifahamu, sema tu mnavunga. Na sisi wafupi tunakuwa hatuna confidence kwa sababu hatuna ability, hatujui kama tutakuwa afford au ndo hivyo, yani unaelewa? Mko vizuri? Wanywaji, hii ni kwa ajili ya wanywaji. Wanywaji mchukue funzo hili. Kuna mwanasayansi alichukua mnyoo akauweka kwenye maji, mwingine akauweka kwenye pombe. Uliokuwa kwenye maji ukasurvive, uliokuwa kwenye pombe ukafa. Mnachukua funzo hapo. Funzo langu ni kwamba kumbe mkinywa pombe zinaua minyoo tumboni, hazitawasumbua. Kwa endelea kunywa pombe, msijali. Kashaija, ndio. Yani wewe msanii gani anakuvutia kwenda kuchekesha wewe, labda nikuulize? Eti yes, uje Kiswahili. Wewe mwenyewe konkara unanichekesha mbaya mbaya. Mbona mimi sifanyagi hivyo kama wewe sasa? Labda madevu anakuvutia, sio mimi. Sipitagi hivyo. Yani kwenye kuandika bado hauko vizuri. Yes. Na imani hii joke uliandika peke yako au ulimuita mtu? Nilimuita mtu. Nani huyo? Ni wa huko nyumbani. Boda boda? Hamna. Fanya mazoezi ya kuandika mzee. Yaani bado unajua bado kwenye kuandika mimi nisikudanganye. Fanya material mazuri, andika jokes. Hii hapa ni story ambazo hivi unaamini kuna story yako mtu anaweza akachukua kochi la 300 aifuata hii story yake, yaani story yako hii mchekeshe kupitia 300 yake, kweli unaamini kweli? Huwezi jua bwana, usikate tamaa, anko anaweza kukuokoa. Yaani kwa mfano kama umeenda msibani na umeenda ushajipanga kwenye foleni ya kwenda kuaga, sasa umepanga ukifika pale ulie
matokeo yake umefika pale ujalia, unataka kutoa ishara msalaba nawe umeikosea. No comment. No comment. Mimi nina uhakika na huyu mshikaji, na uhakika ameingia upepo. Mimi ninawaomba majaji tumpe nafasi nyingine hii. Naomba nafasi moja. Audience, naomba nafasi moja. Makofi yake mengi. Wewe next time rudi. Ijumaa ijayo nikuone hapa Kashahidi. Endelea kuandika. Umenielewa? Tena mfuate yule Konka na kuambia kosa lilikuwa wapi na uandikeje. Put your hands together for Kashahidi. Majaji mbele pale, Madam Sasha Ngoshamte na Konkara walikuwa na hali ngumu sasa hivi. Hapo ni pale ambapo Shiriki alipanda, amezidisha maubunifu, amekuja na mask kama anaenda kufanyia mtu operation. Waliruka naye nusu Konkara ale kichwa, ilibidi hapo niingie kama mzazi msaidizi kuokoa jazi, otherwise walikuwa wanakula kichwa. Tukaona ilivyokuwa. Tanga inasifika kwa vitu viwili, mapenzi na ushirikina. Kwa hiyo ukakutana na kijana wa Kitanga, yani yupo tu afagili mapenzi, huyo kaka Mwanga. Hello, where Michael, hapo ushafeli. Weka mic pembeni kwanza. Huwezi kuvaa maski, unachekesha watu, ni kosa kubwa. Sina haja kukujaji, ila umeshafeli mzee. Kaa tu kushoto. Ngoja kwanza. Amtaki amalizie jamani. Madam unasemaje? Hakujua jamani, mimi namuombea msamaha. Hakujua sheria. Naomba tafadhali, naomba endelee. Majaji wako serious brother. Ngoja niliweke sawa madevu ili hapa. Kwa mfano kama mnaniruhusu namuombea mimi kama anko wake. Sawa, anko, naomba dakika moja niongee mimi. Sawa. Unapoenda kuchekesha sehemu au kuongea hotuba yoyote mbele za watu, ukijificha ina maana wewe sio mtu mwema. Unaweza kuongea chochote kibaya na tusikutambue. Kwani ujifiche? Na wewe ni msanii, ni kioo cha jamii. Maana kioo ni nini? Tukuone. Amekula maski mchizi kama enzi za corona. Yani kwenye maski imemtoa point. Yani uwezi usikuona kuna mchekeshaji amejificha sura hata mmoja. Hakuna. Basi mimi mpaka hapo siwezi kukupa max mzee, usijifiche. Next time kuwa wewe. Usifanye hivyo. Anko wanasemaje, tumpe nafasi au waende? Kawaida wanapovaa kitu chochote cha tofauti, watu wanatarajia ukizungumzie ulicho kivaa. Hata mimi nilitarajia kwamba alipovaa barakoa labda kuna jambo ataanguka. Ataongelea kuhusu barakoa. Huenda asiongelee, labda angeongelea weather ya hapa au chochote kichomfanya, au angepita kokote. Yeah. Mwisho wa siku, lakini mimi siwezi kumrudisha. Madam Sasha, tumpe nafasi ya mwisho, tumsikilize. Aendelee au aje next time? Aje next time, tumsikilize. Put your hands together for Michael Charles. Mshiriki kutoka FM, kama sio kumkingia kifua, walikuwa wanakula kichwa. Lakini uzuri ni kwamba Madam Sasha alimwokoa, alisema apewe nafasi nyingine moja. Kwa hiyo jamani, mpigieni kura, lakini pia na yeye aende akajiandae, otherwise ni kama vile yuko kwenye danger zone. Ashukuriwe Madam Sasha alimwokoa, otherwise wangekuwa kina Konkara na Ngoshamte washakula kichwa. Wanasema eti makomediani wengi ni wafupi, kina Saidi, kina Madevu eti wote ni mbilikimo, kina Koi wenyewe wanaonekana kama ni mbilikimo. Wewe Mwalimu Nyerere wameleta super story. Jamani, una urefu unakuja kwenye comedy, sangecheza basket lakini huwezi jua bana, hata kina Dave Chappelle ni warefu. Kutoka Mwalimu Nyerere tunapata the tallest comedian kwenye haya mashindano. Wacha tuone anaenda kutuambia nini hapo jukwani. Habari za jioni. Biashara yoyote ile ili ikue inahitaji ubunifu, na ubunifu huo hususan kwenye yale matangazo au mabango yanayobandikwa nje. Kwenye hili swala vijijini na wapongeza kwa kweli, sababu ukija mjini unakutana na bango pale juu limeandikwa Baba Shop, halafu limechorwa mikasi. Hivi kweli kwa akili zangu timamu kweli eti ukubali kweli kunyolewa na mkasi sasa hivi? Sio kweli. Na ukienda kijijini
unakutana tu na bango dogo tu limeandikwa ukutani, unapitisha mashine staili zote. Yaani kwa akili zako utasema nikajaribu staili hata moja, atakuwa anaweza kweli huyu? Wewe chili kwanza. Yaani ulipoanza mimi niliwaza tusi kwenye akili yangu. Nahisi hata wengine waliwaza hivyo. Unapofanya joke, kwa mfano kama hiyo iko live kwenye TV, unaweza ukafanya TV ya watu ikafungiwa. Umetumia ni maneno ambayo wewe unahisi ni misemo, lakini kuna watu wanaangalia, wanaona kama punguza maneno makali. Watanzania au watazamaji wana akili ya kujua unakoelekea kwenye punch. Hata mtu anaweza, hata BASATA wangekuwepo wangeangaliana wawili hivi. Kwa mimi niwaachie labda wenzangu wanaweza wakaamuaje. Alivyovaa ni suruali yake, shati, unajua ile suruali ambayo haina mkanda. Kajiamini. Ndio kuzuvaa suruali kama hiyo ambayo unatarajia ianguki mbele ya hadhara. Lakini yeye mwenyewe kwanza kapoa, mbali na lugha aliyotumia. Kuna upoaji kidogo upo. Umeelewa Na labda niseme bahati mbaya au nzuri, hii sehemu tunaoifanyia hii shughuli ni sehemu ambayo ya watu at least wenye kipato kidogo, sio kwa watu wa kulialia. Kwa hiyo kucheka wameshazoea. Ukipoa juu umewapoza. Madam Sasha, Hata nasi leo umeniangusha. Umepoa. Yaani tofauti na vile nilivyokuwa nimekuzoea. Umepoa. Sijui shida ni nini hapo. Madam, kwa hiyo unasemaje? Washabiki wa comedy mliopo leo, hata nasi mnamfahamu tangu mwanzo, tangu mashindano yanaanza, na huyu jamaa anauaga. Sema kuna siku mbaya, kuna siku za giza, kuna siku za baridi. MC. Mashabiki mnasema tuende naye, tumpe nafasi nyingine au kama vipi yake na mkuu. Labda maiki iende kwa shabiki yote ambaye labda kaguswa. Tusije tukaonekana kama tuna hila. Naomba nimpe shabiki yote aseme tufanyeje. Naomba mkono. Nione mkono hapo. Tumpe nafasi ya mwisho. Naomba mkono mwingine, msichana. Nafasi ya mwisho. Okay. Basi kwa sababu mashabiki wamesema tukupe nafasi ya mwisho, jiandae. Next time tukiwashe. Are we together? Hiyo hapo. Africa One Solution tunakuja na namna ya kusaidia taasisi kama vyuo, kama mashule, jinsi ya kuweza kuwasiliana na wazazi na wadau wote. Hii inakupa uwezo wa kutumia wazazi taarifa kama vile siku ya kufunga shule, taarifa kama vile za matokeo, taarifa za vikao, taarifa kama watoto watakuwa na study tour au watakuwa na field trip na vitu kama hivyo, jinsi ya maendeleo ya mtoto wako na vitu kama hivyo. Hakikisha shule yako au taasisi yako ina uwezo wa kujitangaza na kuwasiliana na wazazi kwa haraka zaidi. Ingia sms.africaonesolution.co.tz. Ingia WhatsApp 0744575664. Narudia, ni WhatsApp peke yake 0744575664, tukuhudumie. Hii namba sio ya kupiga, hii namba ni ya WhatsApp peke yake. Inaonekana IFM wameingiza watu wengi sana. IFM inaonekana kuna vicheko vingi sana. Now, put your hands together for Abdallah. Dunia leo imebadilika sana tofauti na zamani. Unajua zamani ulikuwa ukisikia neno mganga, kwanza unashtuka. Walikuwa wanatisha. Mganga anaga jina yani. Mganga ametulia. Hata mizimu pia imeseto. Nasubiri kazi. Ikifika tu umeelekezwa kwa mganga, utaambiwa bro, mimi naishia hapa. Pale mbele kuna mto. Utatoa mavazi,
mamba atakuvusha. Mamba tena. Mbele kuna mchicha pale. Oya. We umo. Oya, anajua huyu jamani, huyu anajua. Huyu anajua, mimi nakwambia huyu anajua. Mimi mwenga, huyu anajua jamani nyie. Yaani ukisikia mganga ujue lazima atishe kweli. Ala. Bwana Konkara unasemaje hapo? Yeah. Sema mimi ningependa amalizie kama dakika moja tumpe amalizie ili. Huyu anajua aende bwana. No, Madevu, nipe dakika moja amalizie hii joke. Alikuwa anaelekea wapi uelekeo wake? Kwenye waganga alikuwa anaenda wapi? Ya, unaona? Sasa dunia leo kwanza utakuta mganga anaitwa Bibi Christina. Ni mkazi wa Kariakoo. Sasa unajiuliza, huyu ni mganga kweli au huyu ni winga? Uelewi yani. Na ulikuwa unajua kabisa utofauti wa mganga na mwenye shida. Kweli mwenye shida anamfuata mganga. Mganga anamtibia, afa anamwambia ukifanikisha utanilipa. Tofauti na sasa hivi. Yani mganga na mwenye shida wote wana shida. Wanataka hela yani. Safi. Yani naposema safi ni kwamba mimi nimeelewa, ndio maana nilikuwa nataka nisikie kwamba kuna waganga wa zamani walikuwa wanatokea bush. Majini kutoka Kariakoo na nini. Lakini huyu mshikaji issue ni idea, sio kuchekesha nyie mliokaa hapa. Issue ni kwamba ukikaa naye huyu mwamba yuko tu sawa. Lakini ni kwamba issue ni kupunguza movement ambazo hazina mpango. Unapoongea angalie chini wala usiangalie pembeni. Kama unaogopa watu angalia kwenye vichwa hapa. Umeona? Hii joke ambayo kuifanya Azaboy miaka fulani hivi alisemaga mganga kutoka Kimara. Na alifanyaga hivi yani. Kwa hiyo yani kama wewe ni mwandishi ila comedy club nyingi zihusike hapo. Wewe ni fundi, mimi sikupengi. Story yako inaeleweka. Yani lengo ni story, ukisikiliza unasema huyu anaongelea waganga wa sehemu fulani. Yani nilikuwa nasubiri ama tungezungumzia mama ntilie. Mimi ningekuclash hapo. Sababu huwezi kunichanganya mama ntilie na waganga. Hasa nisikilize kepi. Kwa ulipo stick kwenye waganga safi tu. Hii nzuri. Madam Sasha unasemaje? Aende. Oya, mwamba umetisha. Oya, makofi mengi sana kwake tafadhali. Na kitu kingine ambacho kipo common nilikuwa nataka kukiongelea kwa sisi wa Tanzania ni hasa nizungumzie mambo ya wamama. Kwenye wamama. Hello, acha wamama wajane, najua utaongelea wale waachwa na mabwana zao. Unajua unapotaka kumchekesha mtu unafahamu. Mimi nimelipa kiingilio 20,000. Yani story bado haujajua namna kuziandaa. Yani wewe ni storyteller lakini story zako ziko plain. Usikuona mtu anachekesha afu mtu akatoa simu ana chat. Kwa wewe unaye perform ukiona vile hii ni dharau kwako yani. Ila hawezi kuchukua mic akakwambia yani kama wewe hujui. Ila ukiwa kwenye stage unaona yule ana chat. Unaelewa? Story zako wewe hazieleweki, nicheke wapi? Kwa mfano mpaka ulipochekesha wewe, urahisi mimi nicheke wapi? Niambie mwenyewe. Katikati. Ulisemaje katikati? Hapari. Anapenda kuchekesha. Ila vichekesho ndo havimpendi. Yani yeye anapenda kuchekesha. Ila sisi tunamsikiliza ili tucheke. Natakiwa tuanze kufanya mtihani wa kujifunza kucheka kupitia yeye. Au chekesh. Now, ladies and gentlemen, Rashid wapi Rashid, mwache makofi yake. Yeah.
Asante DJ. Habari za jioni watu wa Mungu. Awali ya yote tupende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia au kwa kuwajalia wote kufika mahali hapa salama. Kwani alikuwa na uwezo wa kuwapa hata UTI na wote mkashindwa kufika hapa. Makofi kwa Mungu tafadhali. Pigia Mungu makofi. Wanaume, kuna ule msemo unasema kwamba ukiona mdada mzuri amekuangalia sana, unajua amekupenda huo, si ndio? Si ndio hivyo? Hasa mbona mimi kwangu ilikuwa tofauti. Kuna siku nilikuwa nimekaa mahali, kuna mdada ni mzuri jamani. Hivi unajua kuna dada wazuri Basi akawa ananiangalia alafu anatabasamu. Alafu anatikisa kichwa kidogo, nikasema yes. Mtoto kaelewa show. Sorry, asante. Ulivyoanza ulianza vibaya sana. Unajua Mungu usimtolee mfano mbaya. Audience wanasali na wana hofu ya Mungu. UTI na Mungu ni vitu very tofauti. Yaani usisekese kutukana Mungu ambaye watu wanamwaminia kwamba ndo. Story iko hivi ni kwamba wewe UTI ilikuwa useme mtu tofauti na Mungu. Toa mtume, toa Yesu, toa Mungu katika hao watatu. Hata ukija writers room nitakwambia ili ichekeshe usiwaweke hawa. Mungu usimtaje kwenye jokes ovyo ovyo, ni riski sana. Hata wahuni wanamwogopa Mungu vile vile yani. Kwa mimi kwa upande wangu setup yako bado. Unaelewa? Bado, mimi kwangu bado hujani. Sijui labda wenzangu. Umesema baada ya kumwangalia tu, nikaona anatizama sana, kaelewa show. Yaani mimi nitatizama wangapi watakao nitizama hapa afu nikakubali wameelewa show. Au show. Yaani tafuta muendelezo wa story ambayo inaweza ikamchukua mtu. Hata kama asicheke lakini akabaki na kwamba kuna story ilipigwa, sikucheka lakini nimeopoa kidogo. Bado una ombwe la kuchekesha. Madam Sasha. Unahitaji mazoezi zaidi. Mimi na I beg to differ. Huyu mwana anajua kuandika. Sema tu bado hajapata mwangaza. Hajaelekezwa njia. Lakini huyu akipata nafasi huyu anakuwa mkali sana. Kwa sababu hapo kwenye story ya kwamba tushukuru Mungu tuko hapa hatuna UTI. Mungu ameruhusu tusipate, ametulinda tusipate UTI. Huo ni uwezo wa Mungu. Sema tu alishindwa kuiweka hivyo kwamba jamani tushukuru Mungu, kuna wengine wanaumwa kinoma. Madevu umesikia. Samani nimeinteract lakini sawa. Unapotumia jina la Mungu kwenye jokes make sure umenyoka. Ni kama alikuwa anamsifia Mungu kwamba Mungu ametokoa na UTI. Eti mashabiki sema mimi kazi yangu ni kuokoa jazz. Jamani si alikuwa anatuambia kwamba Mungu ametokoa na UTI jamani. Mimi nilikuwa nasikiliza ni kwamba kwa mfano kama tungempost huyu mwamba hivyo. Comment nyingi ungesikia usimjaribu Bwana Mungu wako. Unapotumia neno Mungu make sure una kutosha. Mimi naungana na wewe, nakubaliana na wewe. Yaani ukifanya jokes za Yesu, Mungu, mtume. Hata kama ukidanganya usiharibu, yani ikaonekana kama Mungu ni wa kawaida, yani kwamba Mungu eti Mungu yani ni sawa. Mimi nakubaliana na majaji wote mlivyosema. Lakini mimi ndani yangu kuna kitu kinaniambia kwamba huyu bwana akipata coaching kidogo tu anaweza kaandika vitu vijavyo. Naomba tumpe nafasi moja ya mwisho jamani. Oi. Je, unaangalia Cheka Kisomi uko wapi? Uko nyumbani? Bado hujarudi nyumbani, uko mahali umepita unaiangalia kwenye TV. Lakini katika yote hayo kumbuka kupiga kura. Tukumbuke kuwapigia kura. Vijana wanaweza kawa wako vizuri zaidi lakini kama tusipowapigia kura they will never make it. Make sure unapiga kura kwenye www.cheka.africaonesolution.co.tz. Ninarudia tena. Jamani mpigie kura mshiriki wako kwenye www.cheka.africaonesolution.co.tz.
africaonesolution.co.tz. Ladies hi. Ujue nataka nifichue siri moja. Wanaume. Itikieni wanaume. Wanaume wengi sisi tunapenda peace. Hiyo iko wazi. Wanaume msitafsiri vibaya, yani sio peace kwamba peace mnavyojua nyie. Wanaume wengi tunapenda amani, yani peace ya Kiingereza. Japokuwa nimeitamka Kiswahili, ila ni peace ya Kiingereza. Mimi na mwanangu anaitwa Dani. Mwanangu Dani yeye ni mwana ambaye ana shida moja. Shida yake ni kwamba yeye akilala usiku anasimulia vitu ambavyo vimetokea mchana. Of course kuna engo fulani ukiangalia unaweza ukaona huyu mwana kwamba hata nisipokuwepo sehemu fulani anaweza akaja akaniambia kile kilichotokea. Ila kuna siku tulikamatwa. Hello. Uko vizuri kwa punch ya mwanzo kwa sababu mko wengi na tukisema kila mtu amalize mpaka mwisho. Wewe uko fresh kwa sababu gani? Kuna punch umeifanya mwanzo. Umesema wanaume wote wanapenda peace. Ndio. Wengi walihisi ni amani, lakini wewe umeifanya kwa mfumo ambao wewe umetembea na mwandiko wa mwanangu Leonardo. Hizo ni hip hop. Ndio. Yaani audience hajui unamzabua na punch pa. Unaelewa? Kwa bana nilitembea na lori, nikashangaa sina vidole. Si nilikuwa mafinga. Kwa hiyo wewe mwanangu uko fresh kwenye kuandika. Tusiende mbali sana. Asante. Labda wengine waongee majaja. Madam Sasha. Confidence nzuri. Tukutane wakati ujao. Na mimi host wako mwenyeji mzazi msaidizi ni MC Madevu. And ladies, you can call me Madevu baby. Instagram MC Madevu. YouTube MC Madevu. Kila mtandao wa kijamii MC Madevu. Njoo kule ni kuonesha vitu vingine kama una harusi, kama unataka hata nije nikuchekesha nyumbani kwako wewe na watoto wako. Hakisha bahasha langu la mzigo liko pale, nikifika naweka kibunda changu mfukoni, then we start. Until another time, thank you and have a wonderful evening. See you next time. Mzazi msaidizi hapa. Na usisite kutuandikia kupitia peji zetu. Na ikumbukwe, tunapewa nguvu na Tabata Hotel pamoja na Cheka Plus channel namba 414 Azam TV. Mpaka wakati mwingine. Nije tuonge, unafaa masiara, unanyona mikenge, unanyona mimi fara. Sieni wanangu sieni, hatuma ya kutolea lakini sieni. Nauli yake na Shanda pa, ha, 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 ha,